Mungu asifiwe. Tunafika muda mzuri wa kuweza kukaribishana na tunasema karibu kwetu sisi ambao tumekuwa hapa leo. Mungu asifiwe kwa kutuwezesha kuona siku ya leo. Na zaidi kwa kuweza kuwa kwenye mkutano ya watakatifu, mkutano ya kusikia neno la Mungu. Amen. Tunakaribisha wandugu zetu ambao wanatufuata na wale ambao watatufuata kwenye mtandao baadaye, na Mungu au pamoja na sisi sote. Neno ambalo tutapokea kwa leo iwe kwetu chakula ya kutuhimiza kwa safari ya kwenda mbinguni. Amen. Pamoja na hiyo nenda kuomba Mungu ili Mungu aweze kutumia mtumishi wake na sisi tuweze kupokea kama vile Mungu anavyotaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa sababu tuko hapa ili tuweze kusikia neno lako. Tayari mtumishi wako yuko tayari na sisi tuko tayari hapa kuweza kulipokea lile ambalo umemwandalia Bwana, ndiyo letu kwa siku ya leo. Pamoja na hiyo tunakemea kila mbinu zote za ibilisi ambaye anaweza kunyang'anya maneno ama anamuongezea nyingine yenyewe haikuwa mpango wako. Bwana, hayo yote tunayapiza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uonekane Bwana, amani yako itawale mahali hapa, amani yako itawale mioyo yetu, na tuwe wasikilizaji na watendaji wa neno lako. Tunashukuru kwa sababu Mungu utafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu kwa neno. Haleluya. Amen, amen. Haleluya tena. Amen. Mungu apewe sifa wapendwa. Kuna kama tunaonana kwa siku ya leo, sifa na utukufu bimrudilie yeye. Amen. Na bila kukawia tufungule Biblia zetu kwenye Waroma kwa ile sura yake ya 7 na mstari wa 22 utasoma na 23. Waroma sura ile ya 7 mstari wa 22 na mstari wa 23 unasimamia pale. Karibu. Waroma 7:22 na 23. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali. Ninapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen, amen. Aseme katika akili zetu sisi wanadamu, aseme kila mtu anajua sheria za Mungu. Wapendwa, hata wapagani, washarati, walevi, tuseme hata wafrimasoni na wariminati wote na wauaji na wengine wanajua sheria za Mungu. Lakini umo kwenye kuko sheria za Mungu mnamo tena zingine sheria zenye zinapingana na hizi sheria za Mungu. Na hizi sheria mbili, na hii sheria yenye inapingana na sheria ya Mungu inaleta vita. Ni sheria ya mwili. Hivi vinaleta vita. Leo ujumbe wetu ni vita ndani ya mtu. Wapendwa, kama vile Wakristo tunatembea, lakini tunatembea tuko mvita kabisa. Tuko tunajiuliza, tuko mvita. Wandugu, kwa leo tuko tunasikia vita katika nchi mbalimbali. Kuko vita katika nchi yetu ya Kongo. Ni wanani wenye kupigana ile vita? Ni maskari. Na askari akienda kwenye vita, sisi Kongo waskari wetu wanaishi na familia. Askari akienda kuvita, haendaka naambia mke aseme bibi yangu naenda kufa. Hapana. Hambiaki watoto aseme watoto bai naenda kufa. Hapana. Anasema naenda kwa mapambano.
njoo kazi yangu. Mungu akipenda nitarudia, lakini ninajua ya kwamba nitarudia. Mwanamke anabaki na kitumaini, watoto wanabaki na kitumaini ya kwamba baba anaenda kuvita, lakini atarudia. Lakini wapendwa, kenye tunajua kule kwenye anaenda kuko mambo matatu itaweza kumupata. Neno la mambo ya kwanza, kuko wenyewe wanakamatwa mateka, wanamupeleka kwenye hajui, wanaenda kumtesa na makazi kule, lakini naye anatumainia uenda kuko mwaka wenye nitaweza kurudia kwa nyumba.